Wakati huu wa mwisho, shetani anatumia kila aina ya mbinu anayoweza ili kupata watu. Na sisi pia tunatumia kila aina ya mbinu tunazoweza ili kupunguza kundi la watu ambao wanakwenda jehanamu. Hatuwezi kuwamaliza wote, lakini angalau tutapunguza. Sasa kati ya mbinu ambazo anazitumia sana adui huyu ni msongo wa mawazo. Ni kati ya silaha yake kubwa sana. Na anajaribu kumfuatia kila mtu. Haijalishi umempokea Kristo au hujampokea. Ukimpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usidhani ya kwamba huwezi kufuatiliwa na adui. Anaweza kukufuatilia, lakini tunayo ahadi isemayo msaada utakuja kwa wakati. Haleluya. Haleluya. Hofu ni silaha yake kubwa sana. Nimekuwa nikipiga vita mara kwa mara, kila nikifundisha nawaambia watu usikubali hofu ikaingia ndani yako. Hofu ni kwa sababu unahofia mambo yaliyoko mbele ambayo huyajui ni mambo gani. Lakini msongo wakati mwingine ni kwa sababu ya mambo yaliyopita, bado yanakuwinda, yanakufuatilia. Adui anatumia mbinu zote hizi kukurudisha katika mstari wake, lakini kwa neema ya Yesu sisi ni zaidi ya washindi. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14. Ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Aya. Kidogo kwa sababu kutoka nayo ni vitabu rahisi kupata sana. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi. Hebu endelea na wewe sasa. Baada ya Waamuzi tunakwenda wapi? Aya. Angalau vikae kichwani. Sura ya 14 ya Kutoka umefika hapa. Aya, fungu la 10 mpaka fungu la 12 nitasoma, alafu baada ya hapo tutaingia kwenye maelezo ya kina kuhusu maandiko haya. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa namna gani? Wakaogopa namna gani? Sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huku ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Fumba macho tuombe. Baba, hakuna mtu yeyote hata kama amesoma kiasi gani ambaye anaweza kufafanua haya maneno hadi mwenye dhambi aguswe na kutubu bila msaada wako. Hivyo basi, kila aina ya elimu na ujuzi nilio nao na uweka pembeni, ili Roho Mtakatifu achukue hatamu ya kufafanua maneno haya kama unavyotaka wewe. Watoto hawa ni wakwako, nami nipo katika kundi hilo. Fanya utakavyo, maana wewe ni Mungu, ili kila atakayesikia neno la leo atoke akiwa ameshiba neno la uzima. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ule wimbo wetu ambao tumeanza nao, uniongoza Mwokozi, ndipo nami hufanya nini? Ufurahi. Kuna sehemu anasema ya kwamba atakacho niletea niko tayari kufanya nini? Kupokea. Ni rahisi kuimba, lakini ni kitu kingine kuishi. Ni rahisi kuimba huo wimbo, lakini ni habari nyingine kuuleta katika maisha ya kila siku. Anaongea habari ya wana wa Israeli wakiwa wanafuatiliwa. Hebu turudi hapo nyuma kidogo tuweze kupata nini kilitokea mpaka tufikie kuona hii sura, hasa fungu la 10 linatuelezea jinsi ambavyo wanafukuziwa. Ninyi mnakumbuka vizuri ya kwamba katika familia ya mzee Yakobo alikuwa na watoto 10 na wangapi? Naongea na watu wana binadamu. Alikuwa na watoto wangapi?
12. Lakini katika wale kuna mtoto mmoja ambaye alionekana kuwa ndiye baraka katika ile familia kwa namna moja ama nyingine, anaitwa Yusufu. Na kama ilivyo kawaida, Yusufu akawa anaelezea ndoto zake ambazo anaziota. Nami hii nimeitumia kuwapa tahadhari watu walio wengi. Usielezee sana ndoto zako, maana kusimulia ndoto huongeza maadui. Habari ya jioni. Kama hujanielewa unaruhusiwa kuniambia rudia. Usisimulie sana ndoto zako, mambo yako, mipango yako ya huko mbele. Usisimulie sana. Kusimulia sana ndoto kuna kuongezea maadui. Ukitaka ujue hili, kamuulize Yusufu. Na baadhi ya maadui wanaweza kutokea ndani ya nyumba yako, hapo hapo ulipo. Usije ukashangaa, wewe sio wa kwanza. Baba yake alianza kumuuliza, una maana kwamba sisi wote utatutawala? Hajatafsiri, amewasimulia tu. Baadhi ya mipango yetu katika maisha inakufa kwa sababu ya midomo yetu. Hatujui kunyamaza. Na tena siku hizi mitandao ya kijamii, kila umeanza msingi wa nyumba selfie. Nikiwa site. Kitu kidogo nataka kila mmoja ajue. Ni kwa sababu kizazi cha leo changamoto yake ni kwamba kinapenda sifa. Takaonekane kwamba yuko vizuri, kila kitu kiko sawa. Nimekuonya kabisa. Na hiki ninachokuambia, nenda kukifanyie kazi, utafaidika we na familia yako. Yaani hutanikatia hata 10. Hii ni faida ya kwako wewe. Ukiwa na mipango yako, jifunze kufunga mdomo wako. Haleluya. Wakaendelea wakamuuza Yusufu. Hawakujua kwamba kule wanakompeleka ni kwa ajili ya faida yao. Na mimi nataka nikuambie hili. Kuna mambo utatendewa na watu wa karibu, ndugu, wafanyakazi wenzao kule kazini, watu ambao uliwazoea vizuri kabisa. Kuna mambo atakutendea kukuumiza. Na mimi nikuambie, leo jifunze kunyamaza. Usilaani hata mmoja. Maana ukimpiga teke chura, umemuongezea mwendo. Kuna sawa na kusukumiza kuelekea kule ambako Mungu amekusudia bila wao kujua. Leo utaona katika somo la siku ya leo. Akakaa kule miaka yote aliyokaa, akiwa anafungwa, amefungwa gerezani, balaa zinamuandama. Yusufu asingelikuwa mcha Mungu, angepiga ramli. Wewe piga picha, nyumbani kwenu ndugu zako wataka kukuua, unaponea chupuchupu. Unaenda ugenini, unapata ajira. Mama bosi wa mwenye nyumba anakusingizia unataka kumbaka. Unaona hiyo habari hiyo? Unaenda gerezani, mwisho unasema mimi nina balaa gani? Yuko kule anakutana na watu, anatafsiri ndoto. Mmoja anamwambia ukienda huko unikumbuke, na jamaa anakwenda na anamsahau. Ndio unasikia mtu analalamika, msimuone nilimsaidia huyu, nilimsaidia sana. Yuko hapo wakati anasoma sekondari, mimi nilikuwa nampa ada, lakini leo hanikumbuki. Funga mdomo wako. Saa ikifika atakukumbuka tu. Haleluya. Baadaye anakumbukwa. Simuoni akijipigia debe baada ya kutafsiri ndoto. Maneno yake ni haya: Farao na achague mtu. Sio Farao anichague mimi. Farao na achague mtu ambaye ataweza kusimamia kazi hii. Majibu ya Farao ni haya: nimpate wapi? Ni wewe. Kutoka mfungwa hadi kuwa waziri mkuu wa Misri. Haleluya. Mnajua kisa kilivyoenda mpaka anamleta ndugu yake, na baadhi ya watu wanafikiri kwamba Yusufu alikuwa imara sana. Ndivyo tunavyofikiria hivyo. Sawa sawa Na wakati mwingine ukijipima na Yusufu unajiona kama vile wewe mwenye dhambi sana ambaye hufai. Nataka nikuambie, mashujaa wote wa imani, nenda kuwafuatilia. Alikuwa na uimara sehemu fulani, alikuwa na udhaifu sehemu ya pili. Unaweza ukanitazama ukasema, mchungaji, Yusufu alikuwa na shida gani? Nenda kamtazame. Wakati ndugu zako wamekuja kumtembelea, anataka abaki na mdogo wake Benjamin, akashindwa kusema direct Benjamin abaki. Akamwambia mtu, unapowafungia magunia hapa ya nafaka, kikombe kimoja kiweke katika hili furushi, alafu tujidai kwamba tumepoteza, tuje kuwakagua. Tukiwakagua ambaye tutamkuta na kikombe ndiye abaki, huku akijua ni mdogo wake amemmisi. Ni uongo au ni ukweli huo alichokifanya Yusufu? Hebu angalia hiyo mazingira hayo. Akaenda pale yani kwa mbabe kabisa. Nyie mmechukua kikombe cha mzee hapa. Lakini moyoni anajua kabisa nimewatuma askari waweke ili dogo abaki.
Wanaenda wanapekua kweli kikombe kinaonekana pale. Anabembeleza kaka yake, mzee nilimwambia, maana mtoto wake mwingine alishakufa. Kumbe wanayemsema ndiye. Mwisho wanakuja kumiliki nchi, wanapewa Goshen. Wanapokuja wanakaa na wanabarikiwa, wanakuwa na mifugo, mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini baadaye anakufa Farao, anaibuka Farao ambaye alichagua kwa makusudi asimtambue Yusufu. Wanateswa, wanapitia kipindi kigumu cha mateso, maumivu makali, kazi ngumu, malipo kidogo, lakini bado wako pale, wanaendelea na kazi, huku wakiteswa, wakipigwa, wanauawa, wanaumizwa. Anaibuka mtu anaitwa Musa, anajaribu kuwasaidia, maana Mungu amemuinua Musa. Na siku moja Musa anaamua kuwasaidia kwa kumuua Misri, na anafanya siri. Lakini baadaye anapomtishia Mwebrania, anamwambia, nyie mnagombana ambao ni ndugu, acheni kugombana. Na anamsikia mmoja akisema, unataka uniue kama ulivyomuua yule Misri. Ndipo anasema, kumbe siri imejulikana. Hatuambiwi kila kitu, lakini nakala za kale zinaonyesha kwamba Musa alikuwa anatafutwa ili auawe, na akawa anakimbia. Anajiuliza, watu ambao umepanga kuwasaidia wanakugeuka. Hapa naongea na mama, naongea na baba. Mtoto wa nyumbani kwako ambao umeamua kabisa umtengeneze vizuri, baadaye anakugeuka. Usishangae. Musa alipitia haya. Ndipo baadaye anaitwa tena arudi kuwatoa. Anakuja tena. Wako baadhi ya watu mnaonisikiliza, yako maeneo mliyakimbia ambayo Bwana aliwaita mkamtumikie huko, lakini itawabidi mrudi tena, maana kuna kazi hujaimaliza. Kuna vijiji itakubidi urudi tena. Ulipakimbia, kuna mahali ulikimbia, kuna saa itabidi urudi tena. Kuna ofisi ambayo Mungu alikuweka hapo ili ushuhudie habari njema katika ile ofisi, lakini uliogopa walioko pale, ukaogopa bosi wako, ukaondoka. Kuna wakati Mungu atakurudishia watu wale, maana kuna kazi hujaimaliza. Kuna watu kanisani, unashangaa kila wakati wakikao uchaguzi wanakurudisha kwenye nafasi ile, mpaka unashangaa, unasema, hivi kuna nini? Kwani hawaoni watu wengine? Ngoja nikuambie, kuna kitu ambacho Mungu anahitaji ukifanye, hujakifanya, ndio maana anakurudisha pale tena. Ukijikuta umerudishwa kwenye nafasi ile, usije ukaanza kusema, huenda mimi ndiye bora kuliko hawa. Piga magoti, mwambie Mungu, kuna nini sijamaliza. Haleluya. Anarudishwa na watoa. Lakini hapa anatusimulia story ambayo mwanzoni mwa hiki kisa, unapotoka Misri huisikii kisemwa, inakuja kusemwa wakati wanafuatiliwa. Anasema wakati Musa anawashawishi, ndio tunasimuliwa kwenye fungu la 10 hapo mpaka 14. Tunapewa kisa ambacho hakionekani mwanzoni wa safari. Anasema wakati Musa anawashawishi, anasema twendeni. Lugha yake haikuwa nzuri kidogo, usikilize hapa, kwa kuwa amekaa nje muda mrefu. Lugha yake ya Kimisri ina shida. Ndio maana akimwambia Mungu kwamba usinitume niende, maana nina shida katika kuongea. Wengine wanasema ni kigugumizi. Sio kigugumizi. Kasome katika lugha ya mkoloni pale anapoongea na Mungu, anasema I am slow in tongue. Ulimi wake kidogo unaongea kwa shida, maana amesahau lugha. Kwa hiyo ni wale ambao ukimleta hapa, amekaa Marekani muda mrefu, amekaa Uingereza muda mrefu, miaka 40 yuko Uingereza, miaka 50 yuko Uingereza, ni Mswahili, lakini ukimleta unamwambia hebu hutubia watu, unasikia tu anaanza hamjambo. Sasa ina maana anatoa Kiingereza analeta Kiswahili. Akaambiwa Haruni atakusaidia. Anajaribu kuwashawishi tutoke hapa, tutoke. Na wenyewe wanamwambia tuende wapi? Sema tukamwabudu Mungu wetu, tuna nchi ya kwetu. Sisi hapa ni wageni, ni watumwa, tumeletwa tu hapa. Twende tukamwabudu Mungu wetu. Sema tunapitia njia gani? Njia hii hapa tunapitia. Akamwambia mzee, sikiliza. Sikiliza Musa, utusikilize. Unataka tukafie jangwani? Hakuna makaburi hapa. Unatupeleka njia ambayo haina maji. Unatupeleka njia ambayo hata silaha hatujatengeneza vizuri, maana tulikuwa ni watumwa tu, tuna fimbo. Kuna watu ambao ni wakali, tutakumbana nao huko, tutapigana namna gani? Unatupeleka, tuna wanyama wengi kiasi, watakula kitu gani? Unatupeleka maswali mengi. Mwisho akamwambia
unataka tufie jangwani. Ndio maana wanamkumbusha hii hadithi kwenye hili tukio, wanamwambia, si tulikuambia tangu siku ile tulipokuwa kule Misri ya kwamba utuache, ni bora kuwatumikia wa Misri kuliko kwenda kufia jangwani. Sikiliza nikwambie, kumtoa mtu katika dhambi ni zoezi gumu kweli kweli. Kwa nini? Yupo katika eneo ambalo amezoea, analifurahia, ndilo eneo lake, yuko hapo. Anakuambia unanipeleka sehemu mpya. Kumwambia mtu kwamba kuna raha kuja kanisani kusikiliza kwaya ukilinganisha na kwenda disco, anakutazama anakwambia kuna raha gani pale, si bora niende disco. Vijana wa leo unaambia kuna raha kwenda kusikiliza kwaya, anakwambia nipige henkeni zangu kama 3-4 hapo, burudani kabisa. Hakuelewi, kwa sababu anaona maisha ya Misri yana raha akilinganisha na kule anakokwenda. Tangu nilipoanza kwenye mimbari hii nilisema hivi, na nimeongea na vijana sana, nikana kwamba nina uchungu nao zaidi. Sikilizeni vijana wote mnaonisikiliza, hakuna mafanikio bila kupambana. Kila unapoona jambo fulani ni gumu, ni kwa sababu ni zuri zaidi. Haleluya. Usitafute urahisi wepesi wa mambo. Unataka mambo yawe rahisi, hakuna kitu kama hicho. Lazima kupambana. Wanataka wepesi, wanataka urahisi, wakae sehemu ambayo wako vizuri, wako comfort, hapo kwenye comfortable zone. Hiyo sehemu ambayo unajisikia vizuri, hiyo ni mbaya. Maana eneo ambalo linakupa kuridhika linazika vipaji vyako. Nimesemaje hapo?